Hakikisha hatujafanya kosa hata moja kwenye maandalizi haya. Ni maandalizi ambayo kitu pekee ambacho kitatunyima ubingwa ya siku ya kesho ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Lakini kwa juhudi za kibinadamu ambazo tumezifanya, ndugu zangu, ni hatari sana. Hakuna namna yeyote ambayo Simba itatufanya tukose huu ubingwa. Lakini mwalimu Fadlu Davis amefanya kazi kubwa ya kiufundi kuhakikisha ya kwamba anawatengeneza, anawaandaa vijana wake kwa ajili ya kwenda kupigana vita kubwa, kwa ajili ya kwenda kupigana vita nzito. Pamoja na matumaini tuliyokuwa nayo ya kuchukua ubingwa huu, pamoja na imani ya ujasiri tuliyokuwa nayo ya kwenda kuchukua ubingwa huu, lakini hatuwezi kuacha wanasema akiba ya kwamba tunakwenda kucheza mechi ngumu kweli kweli. Aina mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu, mwenye kila kitu kwenye maandalizi, mwenye fedha, mwenye uzoefu, mwenye ushawishi, mwenye kila kitu. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu kweli kweli, lakini sisi kupitia idara yetu ya ufundi inayoongozwa na Mwalimu Fadlu tumefanya maandalizi makubwa kuhakikisha kwamba tunachukua ubingwa Afrika msimu huu. Ahmed, wapo ambao wanasubiri kuona kwamba mission yenu inafeli na pengine wameandaa vitu vya kuwaumiza moyo. Nini unawaambia? Kwanza ndio raha ya mpira kuona mnapata upinzani kama huu, na upinzani wa mtu kututania ama kuandaa vibonzo kwa ajili ya kutucheka, sisi hivyo hatuna mashaka naye. Lakini anayetia mkono kwenye mechi yetu, tusilaumiane. Hili ni jambo ambalo tunalisisitiza na tunalirudia mara kwa mara, na kama kuna mtu anadhani tunatania, basi afanye anachoweza kufanya, lakini tunamwambia tu hakutakuwa na wakutulaumu, maana ya kwamba maangamizi atakayoyapata yanaanzia kwake na kwa familia yake. Tumedhamiria ubaya kweli kweli. Kiwango chetu tulichokuwa nacho cha utu tumekiacha mbali kweli kweli. Hivi sasa tupo kwenye kiwango cha ubaya ubwela ambacho tunaweza kufanya lolote Simba Sports Club ichukue ubingwa. Kwa sisi matani, mtu kututania, mtu kufanyaje, wakavaa jezi za wapinzani, tuna enjoy hiyo ari, kwa sababu ndio maisha ya utani, na sisi tunapenda utani namna hiyo, na tunapenda upinzani wa namna hiyo. Lakini atakayetia mkono, mzee, waambie watu wa Mwanza, atakayetia mkono kwenye shughuli hii sio yeye tu, na kizazi chake. Kwamba semaji mnawapa tahadhari mapema sije kulaumu. Tumeshawapa tahadhari. Sasa kama kuna mtu anajifanya yeye kichwa ngumu ama yeye anataka kutujaribu, sisi tuwaambie tu, utu hatuna. Kwani walishawahi kufanya hivyo? Umezunguka tukajuzi semaji. Sisi ndio tunaishi nao. Tunawajua na tunajua kitu gani wanafanya. Tunawaona namna ambavyo wanahangaika. Tunaona namna ambavyo wanapambana kuirejesha Simba nyuma. Sasa tumetumia nguvu kubwa kuifikisha Simba hapa. Tumebakisha dakika 90 tu Simba awe bingwa wa Afrika. Hatuko tayari kuona tunaipoteza hiyo nafasi. Kufika fainali ya Afrika si jambo jepesi hata kidogo. Simba kwa ubora wetu wote tuliokuwa nao, tumesubiri hii hatua kwa miaka 32. Tumefika hii hatua, hatuko tayari kuipoteza. Tuko tayari kupoteza fainali kwa kuzidiwa na mpinzani kiwanjani, kwa sababu tunamheshimu mpinzani, ana ubora wake, lakini sio kupoteza eti kuna mtu amejifanya yeye mtaalamu akaja akatufanyia figisu. Tutamfanya vibaya, na hili tuweke wazi. Hatutaangalia cheo cha mtu, hatutaangalia wadhifa wa mtu, hatutaangalia sijui ana kitu gani. As long as ametaka kutuharibia Simba, tutaruka naye mazima. Tunaona, lakini level yao ya wanaoifanya ni ndogo mno. Kwa hiyo tunawaangalia, iko sehemu ambao tumekaa, wakifika hilo eneo Kwamba mmeshaanza kuwaona wanahangaika asubuhi, mchana na usiku, wanahangaika sana.
Mwalimu amezungumzia kuhusiana na mashabiki kuipokea timu ikiwa inaingia kabla ya mchezo kesho, kutengeneza mazingira ya confidence nzuri kwa wachezaji. Unawaambiaje mashabiki wa Simba jukumu lao kesho? Kuna hiyo changamoto of course ya mazingira yenyewe ya kiwanja, kwa sababu barabara kwa mfano itafungwa, sijui ni maeneo gani lakini itafungwa, maana yake watu watatembea kwa miguu, na sidhani kama itaruhusiwa watu mashabiki wakajipanga kwenye hii barabara kubwa ya kuingia getini. Kama itaruhusiwa hiyo, basi wanaweza wakajipanga kwenye hii barabara kubwa, gari ikaingia, alafu mashabiki sidhani kama inaweza ikaruhusiwa kwa sababu kuna wageni wengi, kuna mheshimiwa rais anakuja, usalama ndio kila kitu. Kama mazingira na unajua changamoto nyingine, kwa nini labda kwa wenzetu inawezekana, unakuta wenzetu geti la timu kuingilia ni geti maalum kwa ajili ya timu tu. Kwa hiyo inawezekana mashabiki wakajipanga kwenye hilo geti kwa sababu hapo inayopita ni timu peke yake. Sasa sisi geti letu hili pamoja na Benjamin Mkapa, timu inaingilia hapo hapo, waandishi wa habari mnaingilia hapo hapo, viongozi wa CAF wanaingilia hapo hapo, akija rais anaingilia hapo hapo. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto, na sidhani kama wanaweza wakakubali wa mashabiki wakajipanga alafu rais akapita wa CAF, rais wa nchi akapita, uweze kujua nani mwema nani. Kwa nikiliangalia naona kama haiwezekani hivi, lakini tutauliza kwenye mamlaka za ulinzi na usalama, wakituambia inawezekana tutafanya utaratibu. Kwa asilimia ngapi wachezaji wapo tayari mpaka leo hii kwa ajili ya asilimia 100? Yes, tuko tayari. Sio juzi kwamba kama ni jasho damu hata ikiwezekana kufa uwanjani. Yes, sasa hii ni finali. Wanatunza nguvu kwenda wapi tena? Hilo ndo jambo la msingi. Kwa hiyo watoe kila kitu chao walichokuwa nacho. Lazima wapambane kwa nguvu yote. Sisi baada ya hapa tukachukua ubingwa wa Afrika, hatutawadai kingine chochote wachezaji wetu. Baada hapo kila kilicho mbele yetu itakuwa ni bonus tu. Lakini mechi hii ya finali ndio mechi ambayo sisi tumeitolea macho kweli kweli. Kwa hiyo watoe nguvu zao zote, maarifa yao yote, kwa sababu baada hapa tunakwenda picnic. Wanasemaje ile ya mwisho mwaka ile? Tunakwenda vacation. Tunakwenda kucheza na Singida yule, tunaenjoy tu. Wala hatuna wasiwasi. Tuko zetu honeymoon. Tuna ubingwa wa Afrika, kwanza kuhangaika sijui na Singida sijui na tunaenda kuenjoy tu baada hapo. Kwa hiyo hii ndio mechi ambayo wanapaswa kufanya kila kitu. Maisha yetu yote yapo kwenye hii mechi.